Profesa Yahya. Bwana, jana tumeona kikosi cha Stars kilitajwa rasmi cha wachezaji takriban 53 na kocha Miguel Gamondi. Ni kikosi ambacho kitachujwa, baadaye watapatikana wachezaji ambao watatakiwa kuwepo kwenye timu ambayo itakwenda kwenye michuano ya AFCON nchini Morocco, michuano ikianza tarehe 21. Sasa jambo kubwa ni kwamba nimeona wameitwa magolikipa wa 4 kwenye kile kikosi, ambao ni Yakub Suleiman, ameitwa pia Yona Amos kutoka Pamba, ameitwa Zuberi Foba na Hussein Masaranga ambaye anacheza katika klabu ya Singida Black Stars. Lakini jina la Aishi Manula halikuwepo kwenye kikosi. Lakini bahati iliyoje, usiku wa jana wakati mchezo wa Singida na Azam unachezwa, Aishi Manula alikuwa sehemu ya kikosi cha Azam, ambaye alianza kwenye kikosi cha Azam kama golikipa namba 1 na alikuwa na mchezo mzuri sana. Na baada ya mchezo kumalizika, alieleza namna ambavyo kwa sasa anahisi kwamba yuko fit na yuko tayari kwa kiasi kikubwa kuweza kucheza katika level yoyote, kwa sababu baada ya kuuguza majeraha kwa muda, lakini tayari hivi sasa ameshakaa katika hali nzuri. Sasa tumsikilize kidogo Aisha, tutakuja kusema jambo hapo baadaye. Okay. Sia nzuri na kuvutia kwa sababu kwa mara nyingine tena baada ya kuwa nje ya timu kwa miaka takriban 8, na sasa nimerejea na leo imekuwa mechi yangu ya mwanzo ya kimashindano na nimeweza kupata nafasi ya kucheza. Jambo kubwa ni kumshukuru Mwenyezi Mungu kwa kuweza kurejea na kupata nafasi ya kucheza, lakini kumbukumbu nzuri, nimerudi kwenye viunga vya nyumbani ambapo mimi nimezaliwa hapa na nimekulia hapa, na Manula kajulikana kutokea hapa. Kwa hiyo ni kumbukumbu nzuri. Siwezi kuwa na maneno mengi ya kuyaongea kila siku kwa kuwaelezea namna gani nipo na nilivyo ikiwa hawanioni uwanjani. Kwa hiyo namna bora zaidi ya kuwajibu kwamba nipo na naendelea kufanya kazi ni mimi kurejea uwanjani. Kwa hiyo nadhani nafasi ambayo mwalimu amenipa leo ni kile ambacho niliwaambia kwamba wameniona. Kwa hiyo nadhani saizi wataamini kwamba Manula yupo na anaendelea na shughuli zake kama kawaida. Sawa, huyo ni Aishi Manula, mlinda mlango wa klabu ya Azam FC. Sasa basi, mimi baada ya kumuona Aishi jana namna ambavyo alikuwa anafanya majukumu yake kwenye lango la Azam FC, nikawaza jambo ambalo natamani liwepo kwenye kichwa cha Miguel Gamondi, kocha wa timu ya taifa ya Tanzania, Taifa Stars. Wazo langu ni kwamba kutokana na uzoefu ambao Aishi Manula anao, mchezaji ambaye tayari ameshacheza michuano ya AFCON mara 2, mwaka 2019, mwaka 2023, ni AFCON ambazo Aishi Manula alicheza tena akiwa ni mchezaji muhimu wa kikosi cha timu ya taifa ya Tanzania. Halikadhalika ni mchezaji ambaye ana experience ya kucheza michezo mingi mikubwa kuliko golikipa yoyote wa Kitanzania kwa sasa. Wazo langu nilikuwa natamani kuona Aishi Manula anakuwepo kwenye kikosi ambacho kitaenda nchini Morocco kwa ajili ya michuano ya AFCON. Uwepo wake haimaanishi kwamba lazima aende akacheze mechi kama golikipa namba 1. Hata kama hatakuwa golikipa namba 1 ambaye anacheza hizo mechi, lakini kuna sababu ya kuwa naye, kwa sababu atawasaidia kwa namna fulani uzoefu wale magolikipa ambao watakuwa wakipewa dakika na mwalimu Gamondi, iwapo ataamua kwenda na golikipa mwingine. Mathalan, kwa sasa golikipa ambaye amekuwa ni chaguo la kwanza kwa timu ya taifa amekuwa ni Yakub Suleiman wa klabu ya Simba, jambo zuri kwake. Lakini kwa ukubwa wa uzoefu wa Aishi Salum Manula, kwangu nafikiri kama atajumuishwa naye, kuna namna anaweza kumsaidia kuendelea kujitengeneza katika hali ya utulivu kwenye lango la Taifa Stars. Kwa hiyo ushauri wangu, Aishi Manula anapaswa kujumuishwa kwenye kikosi cha timu ya taifa. Na hata ukitazama kuhusu magolikipa, hakuna kitu ambacho kinakuwa ni muhimu sana kama uzoefu wa golikipa kwenye mashindano makubwa. Ndio maana ukitazama kwa muda mrefu nchi kama Uganda wamemtumia Dennis Onyango kama golikipa wao tangu mwaka 2005 mpaka anafikisha umri wa miaka 40, alikuwa bado ni golikipa ambaye anatumika kwenye kikosi cha timu ya taifa ya Uganda. Haikuwa bahati mbaya, ni kwa sababu kadri anavyopata uzoefu anaendelea kutengeneza umuhimu wake katika kikosi na anarithisha uzoefu wake kwa vijana wengine wanaokuja. Zambia walikuwa na Kennedy Mwene, golikipa ambaye alianza kuitumikia Zambia mwaka 2004 na aliondoka kwenye kikosi cha Zambia mwaka 2021. Amekaa muda mrefu sana akiwa na timu ya taifa ya Zambia. Kwa sababu tu ya experience ambayo alikuwa tayari ameijenga, walikuwa wanatamani kuendelea kuitumia hiyo. Ukienda kwa wenzetu Mexico,
wanamlinda mlango anaitwa Ochoa ambaye amecheza World Cup tangu World Cup ya mwaka 2006 mpaka hii leo bado ni golikipa wa Mexico. Ana umri wa miaka 40. Bado sio kwamba Mexico haizalishi magolikipa wengine. Wanakuja, lakini yule kwa sababu ya uzoefu walionao haachwi kwenye kikosi kwa sababu anasaidia timu, lakini pia anarithisha uzoefu kwa vijana wengine ambao wanaweza wakawa wazuri baadaye kumrithi yeye iwapo watakuwa wamepata ule uzoefu ambao yeye amekuwa nao. Kwa hiyo ushauri wangu kwa benchi la ufundi la Stars, Aishi Manula anapaswa kuwa sehemu ya kikosi cha Taifa Stars kitakachokwenda nchini Morocco kwa ajili ya michuano ya AFCON 2025. Aishi Manula. Manula. The best. Wana noli. Kabisa. Sisi tunamjua na tunampenda. Pepa namba 3 ndio hilo, au sio? Of course. Asante kwa kuikumbatia Clouds. Jiandae kwa ajili ya page number 4.